Pesi Mapunda ni katibu wa jimbo la Mbeya mjini Chadema, na tuko hapa leo kwa ajili ya kuzungumza mawili matatu kuhusiana na yanayoendelea katika jimbo letu, especially kwa wale ambao wengi tumeyasikia ambayo viongozi wenzetu wameyazungumza katika msiba wa shangazi wa Marunenge juzi ambao ulifanyika huko Ilima Tukuyu, ushirika mbele huko, kwamba walitoka hapa wakaenda kwenye ule msiba wakiwa wanajua kabisa kwamba wanachokwenda kule si sahihi, kwamba kama wana mahusiano binafsi basi wangekwenda binafsi, lakini walijibeba kama chama, kwa maana ya kwamba walivaa sare za chama na walijitambulisha kama wanazungumza kama wanachama na viongozi wa chama, na wakilizungumzia pia jimbo la Mbeya mjini, kwa sababu kwa kitendo cha kumsifia Marunenge kwamba anafanya kazi nzuri na hatuna matatizo naye, hiyo inamaanisha kwamba jimbo la Mbeya mjini tunamkubali Marunenge na tunakubali uongozi wote. Sasa kwa hoja hizi nizungumze tu kwamba jimbo la Mbeya mjini, kwanza tukubaliani na uchaguzi uliofanyika wa tarehe 29 mwezi Oktoba, na matokeo yote ya uchaguzi ule sisi hatukubaliani nayo, ikiwemo mbunge Marunenge na viongozi wengine wote haramu ambao walitokana na ule uchaguzi. Tunahitaji hao watu wawajibike. Kwa jimbo la Mbeya mjini hatukubali kuwa dodoki la kuiosha CCM na viongozi wake, tunataka wawajibike, na kuwajibika ikiwemo pia kuachia madaraka ili tuweze kuitisha uchaguzi huru na haki na kuwapa wananchi haki yao, haki ya kuchagua viongozi wao na haki ya kuweza kusikilizwa na kufanya kile ambacho wao wanaamini kwa mujibu wa demokrasia na katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo sisi kama Mbeya mjini tunajua kwamba walivyokwenda kule, tunaamini kwamba kuna vitu viko nyuma, kuna vitu ambavyo wameahidiwa au wanapata, ndio maana wakajibeba tangu huko walikojibeba, wakaenda kuwa dodoki wakihitaja Mbeya mjini kwamba tuko vizuri, na wao hawana sababu ya kufanya mikutano katika jimbo la Mbeya mjini. Lakini tuwaulize, mwingine aliyezungumza ni mwenyekiti wa jimbo la Mbeya vijijini, kwamba yeye ana mamlaka gani katika jimbo la Mbeya mjini, kwa sababu ninayezungumza ndiye katibu, ndiye ninayeratibu matukio yote ya kisiasa katika jimbo la Mbeya mjini, kwamba yeye anapita hapa hawezi kufanya mikutano kama nani? Sisi tunafanya mikutano, na katika hili wanazungumza katika kipindi ambacho sisi tunajiandaa na ujio mkubwa, tunajiandaa na mkutano mkubwa. Wanataka kwamba wale viongozi wetu wanaokuja wazungumze nini wakiwa wao wamesema kwamba jimbo la Mbeya mjini tuko vizuri. Niwaambie viongozi wangu ambao wanakuja kwa ajili ya mkutano wa tarehe 23, Mbeya mjini changamoto ni zile zile, na bado hatukubaliana na CCM na viongozi wake hata dakika moja. Kwa hiyo waje, na tunaomba tena waje zaidi na mikutano mingine mikubwa zaidi, kwa sababu tunahitaji hiyo mikutano kwa ajili ya kuiamsha Mbeya mjini. Unapozungumza kwamba jimbo la Mbeya mjini hatuna changamoto, hivi tuna barabara jimbo la Mbeya mjini? Hatuna barabara. Leo hii barabara tunaosema kwamba ni njia 4 na zaidi ya miaka 4 hakuna chochote kinachoenda. Mbeya mjini kuna mradi hapa wa maji unaoitwa wa Kiwila, umezinduliwa zaidi ya mara 5, lakini mpaka sasa hivi maeneo mengi ya Mbeya mjini hayana maji. Leo hii tunapozungumza Mbeya mjini, unapozungumza kwamba tuko safi, leo hii tuna mgao wa umeme mara 3 kwa wiki, kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Maeneo mengi hayana umeme hata hivi tunavyozungumza. Sasa unapotuzungumza kwamba huyu bwana Marunenge amefanya kazi Mbeya mjini kwamba kuliko wote waliomtangulia, na kwamba sisi sasa hivi hatuna haja ya kufanya mkutano Mbeya mjini kwa sababu tuko safi, usafi huo unatoka wapi? Kama umepata bakshishi, ishia nayo huko, usichafue Mbeya mjini. Mbeya mjini ni watu ambao tunajitambua, na kitendo cha kusema kwamba tunawakubali CCM ni kuwasaliti wananchi wetu. Mimi jimbo la Mbeya mjini, unapozungumza habari za Oktoba 29, kuna viongozi wangu, kuna mwenyekiti wangu wa mkoa ambaye amestaafu, Mheshimiwa China, alitekwa kuanzia tarehe 24, na katika kipindi ambacho yuko ametekwa hajulikani alipo, mtoto wake aliuawa, mpaka leo hii hajaweza kumzika mtoto wake, amekwenda kuzika nguo kijijini kwao. Unapozungumza kwamba Mbeya mjini tuwakubali CCM na tuwaoshe, mimi hapa kwa wajumbe wa kamati tendaji yangu katibu mwenezi wangu alitekwa kuanzia tarehe 24 na viongozi wangu wengine zaidi ya 6. Sijataja wananchi wengine, lakini hao ni viongozi wangu. Katibu mwenezi hakuonekana kwa zaidi ya mwezi, amekuja kuonekana tarehe 25 mwezi wa 11, Mahakama Kuu anapewa kesi ya uhaini. Sasa unaponiambia kwamba mimi kwamba sijui Mbeya mjini tuko safi, usafi huo tumepata wapi? Hatuwezi kuwasaliti wananchi Mbeya mjini kwa kusema kwamba sisi tuko vizuri na tumeliziana na CCM. Viongozi wangu na wananchi wote, naomba mtuelewe kwamba kauli iliyotolewa ya kuwasafisha CCM sio msimamo wa Chadema jimbo la Mbeya mjini, bali ni msimamo wa mtu binafsi au wa watu binafsi,
na kwa manufaa yao wenyewe binafsi, na sisi tunajitenga nazo kabisa hizo kauli na tuko na mbali nazo kabisa. Mimi kwa majina anaitwa Fokile Mwadende, ndio mwenyekiti wa Chadema jimbo la Mbeya mjini. Ndugu zangu, msimamo wa Chadema, sisi uchaguzi ule wa tarehe 29 hatutambui. Ndugu zangu, yamezungumzwa maneno mengi sana msibani na yule mzee, lakini nataka niseme jambo moja. Katika majimbo ambayo yako hovyo sasa ni jimbo la jiji la Mbeya. Mbeya mjini ni jimbo ambalo liko hovyo. Sasa mtu anaposimama anasema mbunge wa jimbo la Mbeya mjini anayemtambua yeye kwamba ni mbunge, lakini mimi na kama Chadema, mimi na viongozi wenzangu, sisi kama Chadema nimesema wazi kwamba sisi uchaguzi ule uliofanyika tarehe 29 ulikuwa haramu. Katika chaguzi ambazo zilikuwa za hovyo, ule uchaguzi ulikuwa hovyo sana, hata shetani hawezi kukubaliana na uchaguzi wa aina hiyo. Lakini nataka niwaambie msimamo wetu sisi Chadema, uchaguzi wa tarehe 29 hatuutambui. Mwalunenge hatumtambui kama mbunge wa jimbo la Mbeya mjini. Na katika majimbo, nirudie, katika majimbo ambayo kwa sasa yako hovyo, jimbo la Mbeya mjini ni baya, liko vibaya, takataka zimezagaa hovyo. Huyo mtu aliyesema Mwalunenge amefanya kazi vizuri jimbo la Mbeya mjini, sijajua Mbeya mjini ipi. Lakini kama Mbeya mjini ambayo mimi naongoza kama mwenyekiti wa Chadema Mbeya mjini, hakuna kipindi ambacho jimbo la Mbeya mjini liko hovyo kama sasa. Kwa ndugu zangu, mimi nizungumza haya kwamba kwa msimamo huu sisi kama Chadema, narudia, uchaguzi wa tarehe 29 hatuutambui na ndio maana hatukushiriki. Niwaombe Watanzania wenzangu, puuzeni yale mambo yote ambayo yanaonekana kwenye mitandao sasa, kwamba mtu anasema unajua Mwalunenge yuko vizuri, amefanya kazi nyingi mjini, kafanya sio na nini Mbeya, hawezi kuitisha mkutano Mbeya mjini. Hivi anayeweza kuitisha mkutano Mbeya mjini ni nani zaidi ya mimi? Mimi ndio mwenye mamlaka kikatiba ya Chadema kuitisha mikutano Mbeya mjini. Na mikutano Mbeya mjini inakuja. Tuna mkutano mkubwa sana tulikuwa tunasubiri Chadema taifa waje. Wametuletea ripoti tarehe 23 tuna mkutano mkubwa wa kutosha. Niwakaribisha, karibuni sana. Hii issue aliyozungumza yule ni muhuni tu. Yule naamini sio Chadema yule. Huwezi kuambia kwamba si Chadema tumeshakubaliana uchaguzi wa tarehe 29 tuutambui. Yeye ana utambuaje? Anamtambuaje Mwalunenge? Mwalunenge Mbeya amefanya kitu gani? Ndugu zangu, mimi huo ndio msimamo wa chama chetu. Najua Watanzania mmepaniki sana kusikia ile issue. Mimi niwape pole kwa kila ambacho yule mtu amezungumza kila kitu amekitoa kwenye ubongo wake. Sio sisi jimbo la Mbeya mjini. Haya maneno nayotamka mimi leo, mwenyekiti wa jimbo la Mbeya mjini, mimi nasema, narudia, uchaguzi uliofanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana, sisi kama Chadema hatufahamu wala hatutambui. Kwa ndugu zangu, muelewe hivyo, sisi Mwalunenge hatumtambui wala sio kiongozi wala sio mbunge. Kama ni mbunge wake yeye, muulize vizuri huko. Ndugu wananchi wapiga kura wa jimbo la Mbeya mjini, wananchi wote, mimi nataka niwahakikishie kwamba Chadema tuna msimamo wetu mbaki vile vile. Uchaguzi hatuutambui mpaka ikifika mahala tupate tume huru ya uchaguzi, marekebisho ya katiba, Tundu Lissu atoke gerezani, tuendelee kupambana, maisha yaendelee. Hii habari kusema sisi nani alifanya, na uhakikishia uchaguzi Chadema wa tarehe 29 hatuutambui. Huyo Mwalunenge aliyemsema sisi hatumtambui kama ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini.